Kujifunza lugha ya alama ni sawasawa na kujifunza lugha yoyote ile, sawasawa na Kiswahili au Kiingereza. Lakini mtu mwenye nia ya kupata kujifunza lugha na kuifahamu ana uwezo sawasawa na lugha nyingine. Mfano, kiwango cha kwanza ni miezi 3. Una uwezo wa kuwasiliana na mtu kwa lugha ya alama. Na kama alivyoelezea, yeye ni mwalimu wa lugha ya alama. Kwa hiyo karibuni mjifunze lugha ya alama kwake. Kwa maisha yako ya kawaida unaweza kuongea tukapiga story kawaida bila kuonyesha hizo ishara? Ni ngumu kwa sababu nimezoea sasa hivi. Kwa hiyo hata nikiwa nyumbani kwangu nazungumza na majirani au watoto, mara nyingi natumia lugha ya alama. Sawa. Mimi na Lea nadhani kwa sababu umetupa mwanga wa kusema kwamba inaweza kukuchukua miezi 3 ukawasiliana vizuri, tunaweza kujifunza vipi? Ni wapi tunaweza tukapata hiyo elimu sasa, ili na sisi tuje, ili hata wakiwa wanakuja kufanya interview hapa iwe yenye rahisi kama wewe ambavyo unafanya? Labda sasa tunaweza kufanya utaratibu pamoja na mwalimu, kwa sababu ana uwezo wa kufundisha kupitia mtandao, lakini vile vile ana uwezo wa kufundisha kupitia darasa. Kwa hiyo ni mipango yenu pamoja na mwalimu wenu, alafu mtapata vipi mnaweza kujifunza lugha ya alama. Amna eneo maalum kwamba kuna sehemu fulani labda ni darasa fulani lipo hapo? Ndio, anasema unaweza ukapata. Basi sawa. Nadhani tutajitahidi kwa hilo jambo. Shukrani sana, tukushukuru sana Bi Esther Sanga kwa kuja kututembelea. Tumemaliza kikao chetu. Tunaamini kama kutakuwa na jambo lolote pia kutoka kwao ama kwenye swala zima la lugha ya ishara ama ya alama, unaweza kutujuza vizuri zaidi na sisi tukashirikiana vema kwenye hilo. Sasa asante sana. Asante sana, tunashukuru sana pia kwa kutukaribisha. Lakini tuseme pia tunathamini sana kwa kuona jambo hilo, japo mmelipata kutoka Kenya, mkakumbuka jamii yetu ambayo sisi ni viziwi. Kama mlivyosikia, kiziwi na mkalimani ni kama maji na samaki, huwa hatuachani. Asante sana. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.